msikilizaji wangu, mtazamaji wetu, kumbuka tuko na orchestra Lewa Nyika. Leo tunakuwa na mahojiano nao moja kwa moja ili kung'amua na kujua historia yao na muziki wao ulivyokuwa. Labda umewahi kusikia vibao vya Lewa Nyika, labda hujajua kama ni hawa. Labda wewe mwenyewe ulipata mchumba kwa sababu ya Lewa Nyika. Labda ulipata kuolewa kwa sababu ya Lewa Nyika. Labda ulikosana na mchumba wako kwa sababu ya Lewa Nyika. Nyimbo zao ziliweza kutia fora sana. Labda baadhi ya nyimbo zenu ambayo kwa faida ya msikilizaji labda amekuja sasa hivi ajue nyimbo zenu ambazo zilitia fora kwa majina, na kama unaweza kutuambia kidogo. Nyimbo nyingi tuseme nyimbo ilitufanya kabisa tuje juu zaidi ni Sina Makosa. Sina Makosa. Lakini lakini naomba radhi kwa niaba yako kwa vile kusema kama watu walikosana juu ya music yetu. Acha tuombe. Manake kama watu walikwenda mahali wakasikia wimbo fulani unaimba, mwanadada akaamka akaanza kucheza, akaanza kufurahi sana mpaka yule mtu aliyokuwa naye pale akatatizika. Na hamkuwa na nia hiyo, lakini ilitokea. Radhi yako tumeipokea. Asante. Ndio. So Sina Makosa, kama sasa hivi Amigo, Afro, ndio hizo nyimbo zote, Safari ya Samburu, hizo nyimbo zote watu wamezikubali. Labda nikiuliza bwana Sijali Zua, hizi nyimbo ilikuwa ni matukio ya kweli kwa faida ya mtazamaji? Ni matukio ya kweli ama ilikuwa ni utunzi ama ilikuwa ni namna gani? Hebu tupatie ile taswira. Ni matukio ya ukweli. Ndio. Kwa hivyo Amigo alikuwa ni mtu wa kweli? Amigo mtu wa ukweli. Amigo bingwa fulani alikuwa amepewa ushauri lakini asikii. Asikii. Haya, Sina Makosa, Profesa Omari alivurugana na jamaa kwa bar club juu ya demu tu. Ndio, mpenzi. Wote wanataka kitu kimoja, unajua pombe si maji, sio? Ndio. Ama maziwa. Ndio. Tukija kwa ngoja siparuke hapo, umepagusia kidogo. Hiyo Sina Makosa, Profesa Omari alikuwa na mtafaruku na bingwa mmoja kwa sababu ya mtoto wa kike ambao wote wanamfukuzia. So siku ya pili Omari akakuja na maneno mawili tu. Wewe una wako nyumbani na mimi na wangu nyumbani, chuki ya nini kati yangu mimi na maneno mangapi? Matatu. Lakini sasa tukamwambia okay sawa, lakini haiwezi kuwa nyimbo hiyo. Lazima tujazilizie, tujue namna vile itakuwa. Basi tukakubaliana hivyo, tukaanza mazoezi. Maneno hapo ndio wimbo kataa. Hatakuwa tunafikiria kabisa kwamba hata Sina Makosa itakuwa strong hivyo. Ilikuwa tu nyimbo hata kwa dance tulikuwa tunaicheza kama tumeshachoka, yani nyimbo ya mwisho tu ya kumalizia. Kumbe ndio ilikuwa imekuja kushika. Ndio ilikuja kushika kuinua Lewa Nyika. Mimi ni kanyaga Botswana. Hii nyimbo ikichezwa wa Botswana wameshika vichwa wanalia. Na hawajui Kiswahili. Sasa nashangaa, mimi nilikuwa nashangaa. Sasa mimi nilikuwa nimeenda na grupu nyingine ilikuwa inaitwa Tanzanite. Nikaintroduciwa pale kwamba mwenye alioshiriki kwa hii nyimbo mwenyewe original yuko hapa. Nikaintroduciwa. Bwana wacha. Msikilizaji wetu anaitwa Sijali Zua, huyo ndio amebeba historia na sasa hivi ni kiongozi. Coco FM, ladha ya Pwani.